Moja ya kisa kikubwa na cha kuhuzunisha kinachomhusu bwana Abel Stefano ambaye ameuondoa uhai wa mpenzi wake baada ya kukataa kubadilisha dini. Sasa Mahakama Kuu Masjala ndogo ya Dar es Salaam imemhukumu adhabu ya kunyongwa hadi kufa Abel Stefano baada ya kumkuta na hatia ya kumuua mke wake Nuru Karim kwa kumnyonga na kamba ya viatu. Licha ya Abel kukana mahakamani kutotenda kosa hilo, alikiri kwa yeye na mke wake ambaye ni marehemu walikuwa na ugomvi mdogo katika ndoa yao. Kwani alikuwa anataka mke wake abadilishe dini na kuwa Mkristo, lakini mke wake alikuwa amekataa iko kitu. Kwa hiyo inawezekana ndio ikamfanya mpaka akapandisha hasira na kuweza kuchukua maamuzi kama huo. Upande wa mashtaka ulieleza Mahakama Kuu kwa tukio hilo lilitokea Julai 24, 2023 wakiwa nyumbani kwao eneo la Kitunda Mzinga, ambapo wakiwa chumbani ugomvi baina yao ulitokea, yani Nuru na bwana Abel akitaka kwenda kwao. Nuru alikuwa anadai talaka yake aweze kurejea nyumbani. Ilielezwa kuwa Abel alikutwa chumbani kwao huku mke wake marehemu akiwa amefariki dunia, akiwa amelala kitandani, na chini ya kitanda hicho kulikuwa na kamba ya kiatu iliyoelezwa kutumika kumnyongea hadi kufa. Kwa mujibu wa upande wa mashtaka, mshtakiwa alifanya hivyo ikiwa ni njia ya kumzuia marehemu asitoke nje ya nyumba hiyo, na baada ya kutekeleza kitendo hicho alipiga kelele kuomba msaada kwani hakuwa na funguo za mlango. Majirani walitikia kengele na kuvunja mlango na kumkuta mshtakiwa akiwa amesimama ndani. Tukio liliripotiwa kwa mwenyekiti wa mtaa huo ambaye pia alitoa taarifa kwa polisi na bwana Abel kupelekwa kituo cha polisi cha Stakishari. Nadhani watu wengi kwa wakazi wa Dar es Salaam watakuwa nakifahamu vizuri hiki kituo. Jaji Hamidu Mwanga aliyekuwa akisikiliza kesi hiyo alitoa hukumu hiyo Aprili 30 ambayo ni siku ya juzi tu hapa 2025, na kueleza kuwa baada ya kupitia ushahidi wa pande zote mbili, mahakama imejiridhisha kwa upande wa mashtaka umethibitisha kosa hilo bila kuacha shaka la aina yoyote. Ilielezwa mahakamani hapo kuwa wakati wa mahojiano Abel alikiri kumuua mke wake. Alipofikishwa mahakamani kujibu tuhuma hizo, alikana kutenda kosa hilo ambalo katika kuthibitisha upande wake wa mashtaka ulikuwa na mashahidi 5, vielelezo viwili, huku utetezi Abel akiwa shahidi peke yake na vielelezo 3. Shahidi wa kwanza ambaye alitajwa kwa jina la Karim Mohamed, baba wa marehemu ambaye ni bidada Nuru, alisema marehemu na Abel walikuwa na mabishano kuhusiana na imani ya kidini, ambayo Julai 23, 2023 aliitwa na Abel na kujadili swala hilo. Alieleza kuwa kikao hicho kilipangwa kufanyika Julai 24 mwaka wa 2023, ila kabla hajaenda alipigiwa simu saa 9 alasiri na mama mwenye nyumba wa Abel akimjulisha kuwa binti yake amefariki. Bwana Abel Stefano ameenda kukaa kwenye nyundo. Sasa hivi anaenda kukutana na tukio kubwa ambalo linaenda kukatisha hata uhai wake bana, kwa sababu amehukumiwa kunyongwa hadi kufa. Ni tukio la hatari kweli kweli. Wakati mnapendana jamani, tuhakikishe tunafanya maamuzi sahihi na kuchagua watu ambao tutakuwa tunaendana nao kwenye vitu vingi kuliko kuepuka na vitu ambavyo vinaweza kuja kutokea baadaye.